Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe cha michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo ndani ya nchi na yale ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira wa miguu, basi bofya alama ya dole gumba kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya hii taarifa tunayokuletea. Bwana, kuelekea Kariakoo Derby, ukisikia hii haina kipengele mtani, basi hapa kweli haina kipengele. Kwani sasa mechi ya Derby tarehe 25 itachezeshwa na marefali kutoka nje ya nchi, yani marefali wa kimataifa. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imetangaza majina ya maofisa watakaosimamia mechi ya watani wa jadi ambayo itapigwa siku ya Jumatano ya Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa, huku mwamuzi wa kati na wasaidizi wake wote ni raia wa Misri. Kwa mujibu wa taarifa ya TPLB, refari atakuwa ni Amin Mohamed Amin Omar, ndiye atakayekuwa na jukumu la kusimamia sheria 17 za mchezo wa soka, akisaidiwa na Mahmoud Ahmed Abo El Regal pamoja na Samir Gamal Said Mohamed. Mwamuzi wa akiba ni Ahmed Mahrous El Gandour pamoja ambaye pia anatoka Misri. Kamishna wa mchezo huo ni Salim Omar Singano kutoka mkoani Tanga, na mtathmini wa mwamuzi wa mchezo ni Ali Mohamed kutoka nchini Somalia. Ikumbukwe ya kwamba mechi hiyo itapigwa majira ya saa 11 jioni, na Malecom tutakupa updates zote ambazo zinakuwa zikijiri kuelekea mchezo huo. Sasa bodi ya ligi wameamua ile ukweli kiuhalisia isiwe kwa maneno bali iwe kwa vitendo. Tunavyosema mechi haina vipengele, basi na vipengele vinafutwa. Moja kati ya malalamiko makubwa sana pale ambapo mechi kama hizi zinakuwa zikipigwa ni kwamba refari fulani alitubeba, refari fulani alikubeba. Sasa marefari wanatoka Misri na kamishna wa mechi yanatoka Tanga, lakini tunaona fourth official na refari wakati pamoja na marefa wasaidizi wanatokea nchini Misri, huku refari Asesa anatokea nchini Somalia. Kweli mtani, hii ngoma haina kipengele hata kidogo. Tuambie nini maoni yako baada ya kupata taarifa hii kwamba Kariakoo Derby rasmi inachezeshwa na marefa kutoka nchini Misri. Maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie nini mtazamo wako, kama unahisi marefari hawa wataitendea haki Derby, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kuunga mkono ile kauli ya kusema Derby haina kipengele. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba Amin Mohamed Amin Omar, refari huyu kutoka nchini Misri, sio mara ya kwanza kuchezesha michezo ambayo inahusisha vilabu vya Tanzania, kwani mara ya mwisho alichezesha mechi ya Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns katika mchezo wa Champions League ambapo ulichezwa katika dimba la Benjamin Mkapa na timu hizo kutoka ya bila kufungana. Huku mechi nyingine upande wa Simba alichezesha mechi ambayo wa Simba walicheza na Horoya, wakati Horoya akiwa ni mwenyeji, lakini Simba alipoteza mchezo kwa goli 1-0. Je, mechi hii sasa Amin Mohamed Amin Omar anakwenda kusimamia Simba na Yanga. Maoni yako ni ya muhimu sana. Unahisi ni nani atashinda mchezo huu? Nani ataibuka kidedea? Malecom ndo sehemu sahihi ya kutuambia. Comment section hapo chini ipo kwa ajili yako. Tuambie nani unahisi ataibuka mshindi. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwa heri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.